Naamini simply Yanga wana nafasi kubwa sana ya kuweza kufanya vizuri, na tutaenda kwenye ile trend ya Yanga kwenye hatua za awali 5-5 4-4 kama ambazo walipigwa kina Asasi Djibouti wale na kina wale wakina nani Sibamako, wale wengine kutokea Burundi wale wakina Igonoa, ndipo ambapo Yanga wataseti standard yao humo kwenye kucheza na hawa Silvers. Hiyo haiwezekani ikawa mechi rahisi kwa Simba, kwa sababu watakutana na timu ambayo itawauliza maswali mengi. Na kwenye kuulizwa maswali mengi sasa, ukizembea, ukiwa una trip kwenye safu zako za ulinzi na kiungo, ambao labda mimi ndo naamini ndio sehemu ambayo timu inabidi ijisolidify kwa ajili ya kutokuruhusu mabao. Ukitrip kwenye hayo maeneo, basi brother umeisha. Si unanielewa? Kwa hiyo Simba wanachotakiwa kukifanya ni kuhakikisha wanakwenda na nidhamu ya hali ya juu hasa kiulinzi. Lakini pia wanakwenda na nidhamu ya hali ya juu katika kila nafasi ambazo watazitengeneza, wahakikishe wanaziconvert. Unaweza ukatengeneza nafasi 3 katika huo mchezo, basi hakikisha 2 zimeingia kwenye nyavu. Achana na yale mambo ya kukaanga chips. Unanielewa? Yaani unacheza mpira, unatengeneza nafasi, unawapa nafasi mashabiki kuanza kupiga kelele. No. Za kimataifa kwa upande wa vilabu vya Simba, Yanga, Azam FC, Singida Black Stars, lakini pia na vilabu vingine ambavyo vimefanikiwa kufanya vizuri kwenye mataifa yao. Na hii ni hatua ya kwanza kwa upande wa michuano ya klabu bingwa barani Afrika pamoja na kombe la shirikisho barani Afrika. Tupo hapa na Omar Bula kwa ajili ya kuzungumza kiundani zaidi juu ya kile ambacho kinakwenda kutokea weekend hii katika mataifa ya watu, ambapo timu zetu 4 zote zinaanzia ugenini. Bwana Omar Bula, kwema ndugu yangu? Alhamdulillah ndugu yangu, kwema. Kwema, pole sana bwana. Shukran sana. Tunapambana. Alhamdulillah hivyo kidogo. Uko sawa? Tunajitahidi kuwa sawa. Sawa sana. Bwana Bula, tunakwenda kushuhudia mechi 4 katika viwanja 4 katika nchi 4 tofauti kwa upande wa timu zetu zinazoiwakilisha nchi yetu ya Tanzania kwenye michuano ya kimataifa. Singida Black Stars, lakini pia Azam FC, lakini pia Simba Sports Club, bila kuisahau Young Africans. Wote wanaanzia ugenini kwenye michuano ya kimataifa. Tuzungumze hapa nafasi ya timu zetu kwenye michuano ya kimataifa, unaionaje? Well, nafasi ya timu zetu kwenye michuano ya kimataifa, Salum, ni kubwa kwa namna fulani. Kwa sababu unaweza ukapata picha halisi ya namna ambavyo timu zetu zimekuwa na thamani kwenye michuano hii ya kimataifa, lakini pia timu zetu zimekuwa na unaweza ukasema kwenye team favorite na underdog, ni kwa namna ambavyo unaweza ukaanzia nyumbani ama ugenini. Ukijiona kwenye hizi stage za mwanzoni unaanzia away, jua kabisa wewe kwenye viwango ni mkubwa kuliko huyo unayecheza naye. Yes, ukijiona wewe umeanzia home, basi jua kwenye viwango wewe ni mdogo kuliko unayecheza naye. Yes, kwa hiyo ukitazama timu za Tanzania kuanzia kwenye raundi ya kwanza mpaka hii ya sasa hivi, timu zetu zote zinaanzia away. Ukitazama ya kwanza, labda Young Africans wanacheza Malawi dhidi ya Silver Strikers. Simba Sports Club wanacheza Eswatini dhidi ya Nsingizini. Azam FC wanacheza dhidi ya KMKM Zanzibar, lakini Singida Black Stars dhidi ya Flambeau du Centre wanacheza Burundi. Kwa timu zetu zinapata hiyo advantage ya kuanzia ugenini in relation to kama mambo yakienda kombo ugenini, mechi ya mwisho tunamalizia nyumbani. Si unanielewa? Kwa hiyo hiyo ni advantage. Kwa hiyo kwenye uwakilishi, by the way, mpaka sasa hivi kwanza I'm very proud of them. Wameanza vizuri, na katika kuanza vizuri kwao ndio maana sasa hivi tuko nao kwenye stage nyingine. Ndio maana sasa hivi tunazungumza kuhusiana na timu zimesafiri kwenda kwenye nchi nyingine. Lakini kwenye kuheshimu mpira wa miguu na kwenye kufanya analysis like concrete analysis, lazima uanze kuzigusa timu, uguse hadhi na hali zao kwa wakati husika, and then utazame mpinzani wanayecheza naye. Singida Black Stars wametoka kucheza na Rayon Sports kutoka Rwanda. Wanarudi tena Burundi. Rwanda na Burundi mimi nazitem kama ni nchi moja. Wanacheza na Flambeau du Centre. Kiuhalisia Singida kwa hali walionayo, ukiangalia kwenye ligi ya ndani domestically, wana performance nzuri. Singida ni miongoni mwa timu ambazo zimeshinda michezo yao ya kwanza ya ligi kuu, si ndio? Namna ambavyo wamejaribu kurecruit wachezaji ambao wana uwezo wa kucheza mechi za kimataifa pia inawapa added advantage. Kwa hiyo
naamini Singida wana nafasi nzuri ya kufanya vizuri kwa sababu wanacheza na timu ambayo wametoka ukanda huo, wametoka karibu, yani karibu na nchi hiyo. Yani unasema kama wametoka mkoa huu kwenda mkoa mwingine, unanielewa? Nchi moja. Kwa kucheza Burundi na kucheza na Rwanda, mimi naona ni quite the same. Na ukimaster kucheza na timu kutoka Rwanda, una uwezo wa kumaster kucheza na timu za Burundi. Si unanielewa? Tukija kwa Azam FC, by the way, katika hizi timu 4 nadhani ndio timu ambayo ina urahisi zaidi kuliko timu nyingine yoyote. Na urahisi sio kwamba anawadharau KMKM, lakini nazungumzia uhalisia wa KMKM msimu huu. Si unanielewa? By the way, walipata nafasi ya kucheza ile timu kutokea Djibouti, AS Sport kwenye mechi ya kwanza. AS Sport ni timu ambayo haijiwezi kabisa. Na ukitaka kuthibitisha hilo ni kwamba hata sababu ambazo walizitoa ili mradi mechi zao zichezwe Zanzibar, unanielewa, ni sababu miongoni mwao pia ipo sababu ya uchumi. Si unanielewa? Kwa hiyo waliona waje kuweka kambi moja kwa moja Zanzibar, wachezee Zanzibar kuliko kucheza nyumbani kwao. By the way, pia kuna sababu ya kwamba nyumbani kwao uwanja haukuwa unakizi vigezo, lakini wangeweza kwenda karibu sehemu nyingine zaidi na Djibouti. Kuna nchi kama Ethiopia, si unanielewa, ambayo iko karibu zaidi kuliko Zanzibar. Kwa hiyo walichokiona ni kwamba logistics zikija kufanyika Zanzibar, kwa sababu KMKM wao ndio watakuwa kama ndio wako nyumbani sasa, kila kitu kitakuwa guaranteed na mambo mengine yatakuwa yanaenda vizuri. Wakaamua kuja Zanzibar. Ndio ilikuwa timu dhaifu zaidi. Si unanielewa? Wakacheza mechi zao Zanzibar, wakafungwa na KMKM. KMKM kiuhalisia msimu huu hawako vizuri, Salum. Ukiangalia kwenye msimamo wa ligi kuu mpaka sasa KMKM hajashinda mchezo hata mmoja. Wana alama 2 pekee. Si unanielewa? Hapa tunazungumza bingwa wa kombe la shirikisho msimu uliopita, kwa maana ya shirikisho la mpira wa miguu Zanzibar, FA. Mpaka sasa hivi hajashinda mechi hata moja katika mechi walizocheza. Unanielewa? Wamefungwa moja. Wana alama 2 pekee kwenye mechi 3. Kwa hiyo inakuonyesha ni kwa namna gani ambavyo KMKM hawako kwenye fomu nzuri. Wanacheza na Azam FC ambayo tunafahamu uwekezaji uliowekwa na Azam this time around. Tunamfahamu mwalimu Florai Benge, ubora wake. Unanielewa? Ukijaribu kuweka katika hiyo mizania, unaona kabisa Azam ndiyo timu ambayo inakwenda kukutana na timu dhaifu kuliko nyingine zote kwenye hizi hatua. Unanielewa? Kwa hizi timu za Tanzania. Sawa. Kumekuwa na ile wanasema kwamba Azam ni kama unawapa matumaini, lakini unakuwa na imani kubwa nao, lakini wanakudisappoint kama walivyofanya msimu uliopita. Pengine msimu huu unaiona hiyo ikienda kuzikwa kabisa, ile kwamba ile notion inakwenda kufa kabisa chini ya Florai Benge. Hiyo notion by the way inakwenda kufa, na niliona inakwenda kufa tangu pale ambapo Azam walipangiwa na ile timu kutokea Sudan, El Merreikh Bentiu. Baada ya pale, kwa sababu si wanaonyesha wana foreshadow ile fixture kwamba ukitoka na huyu utacheza na huyu. Yaani nilivyoona tu El Merreikh Bentiu, then wakaforeshadow KMKM na AS Sport, nikaona kabisa Azam this time around wanakwenda hatua ya makundi. Si unanielewa? Na ndio target yao. Kwa hiyo ukitazama, with all due respect kwa timu ambazo wamecheza nazo na timu ambazo wanakwenda kucheza nazo, Azam FC wana kila sababu ya kwenda hatua ya makundi. Kwa hiyo kasumba ya kwamba Azam FC wanatudisappoint this time around haiwezi kuwepo. Na naamini Azam kwenye huu mchezo wa kwanza wa tarehe 19, wa tarehe 18, Azam wanakwenda kuweka matumaini ya kwenda hatua ya makundi. Yaani kwenye mechi ya kwanza tu Azam FC wanakwenda kutengeneza margin kubwa ambayo itawafanya wao kwenda katika hatua ya makundi. Simba Sports wamesafiri kuelekea nchini Eswatini dhidi ya Nsingizini Hotspurs, lakini Young Africans wao wamekwenda pale nchini Malawi kucheza na Silver Stars. Tuanzie na Simba Sports ambao wana mwalimu mgeni, lakini pia anatoka katika ukanda ule na wana wachezaji kadhaa kutokea pia katika ukanda ule. Pengine inaweza kuwa nyepesi ama ngumu kiasi gani kwa Simba kuweza kufanikiwa kutinga hatua ya makundi msimu huu? Brother, kwenye football ya Kiafrika, kama hata Salum Sheikh fanyaga ya research yako kwa vilabu vinavyotoka kusini mwa Afrika, brother, ni vilabu visumbufu sana. Regardless vina jina havina jina, ukikutana nayo itakusumbua. Vilabu vya kusini mwa Afrika, iwe inatoka Botswana, iwe inatoka Eswatini,
iwe inatoka Zimbabwe, iwe inatoka Lesotho, iwe inatoka Afrika ya Kusini, iwe inashika mkia kwenye ile ligi, ukikutana nayo kwenye michuano ya kimataifa itakusumbua, kwa sababu msingi wa timu za kusini mwa Afrika ni kucheza mpira, possessive based football. Si unanielewa? Ni timu ambazo zimeundwa kwenye uchezaji wa mpira. Ni timu ambayo usitegemee ukikutana nayo eti zitabao down, zitakusujudia. Brother, hii Nsingizini Hotspurs sio timu ambayo ina jina kubwa. Si unanielewa? Huko Eswatini, lakini pia haina jina kubwa Afrika. Lakini namna ambavyo, by the way, tulikuwa na mahojiano leo na jamaa mmoja kutokea Eswatini kule, ni Mtanzania ambaye anaishi Eswatini. Ametuambia mmiliki wa Nsingizini Hotspurs ni kijana tu mwenye umri wa miaka 40 na kadhaa hivi, 46 47, unanielewa? Ndio bosi wao, ndio mmiliki wa hiyo timu. Kwa hiyo inaweza ukiona kijana mdogo anamiliki timu, unaweza ukaona pia hata ni timu fulani hivi ambayo ni new school. Unanielewa? Na hizi new school, new boys zimekuwa zinasumbua sana sasa hivi kwenye soka la Afrika. Si unanielewa? Kwa hiyo unanipata. Kwa hiyo unavyoitazama Nsingizini Hotspurs, naiona kwenye picha ya Richard Bay ya Afrika ya Kusini. Yes, naiona kwenye picha Stellenbosch ambao walicheza nao Simba msimu uliopita. Ni timu ambazo ukikutana nazo zitakusumbua. Kwa hiyo haiwezekani ikawa mechi rahisi kwa Simba, kwa sababu watakutana na timu ambayo itawauliza maswali mengi. Na kwenye kuulizwa maswali mengi sasa, ukizembea, ukiwa una trip kwenye safu zako za ulinzi na kiungo, ambao labda mimi ndo naamini ndio sehemu ambayo timu inabidi ijisolidify kwa ajili ya kutokuruhusu mabao. Ukitrip kwenye hayo maeneo, basi brother umeisha. Si unanielewa? Kwa hiyo Simba wanachotakiwa kukifanya ni kuhakikisha wanakwenda na nidhamu ya hali ya juu, hasa kiulinzi. Lakini pia wanakwenda na nidhamu ya hali ya juu katika kila nafasi ambazo watazitengeneza, wahakikishe wanaziconvert. Unaweza ukatengeneza nafasi 3 katika huo mchezo, basi hakikisha 2 zimeingia kwenye nyavu. Achana na yale mambo ya kukaanga chips. Unanielewa? Yani unacheza mpira, unatengeneza nafasi, unawapa nafasi mashabiki kuanza kupiga kelele. No. Nafasi zitakazotengenezwa, washambuliaji watatu waliosafiri nao, Dese Mukwala, Jonathan Soa pamoja na Selemani Mwalimu, wahakikishe wanazifunga. Kama ni Jean Chalea Hua, kama ni Elim Panzu, wahakikishe anafunga mabao. Si unanielewa? Hilo ndilo ambalo litawafanya Simba wawe safe katika mchezo huo. Regardless watakuwa wanacheza kwa namna gani. Wanaweza wakacheza vibaya Simba kama walivyocheza Botswana na Gaborone, lakini wahakikishe nafasi watakazozitengeneza wanazitumia. Cha msingi ni kwamba wasiangalie kuremba mwandiko kwenye imla. Unanielewa? Wasijifanye kwamba tunataka kucheza pira biriani, kwa sababu na uhakika sasa hivi Simba hawezi kucheza pira biriani. Kocha mpya, haijulikani identity yake ni ipi. Na hata hapo kwenye kusema kocha mpya haieleweki kwanza ni kocha ama ni nani. Yaani mpaka sasa hivi ukiniambia mimi Simba wana kocha mkuu, nitakwambia ni Selemani Matola. Wana meneja mkuu vya CAF kama kocha mkuu. Ana sasa kule si alisimama kama meneja, atakuwepo kwenye benchi la ufundi la Simba, lakini atakuwa na sekunde ambazo atakuwa anahesabiwa. Si uliona marefa alikuwa anamfuata hata kwenye mechi ya Gaborone ile, kwamba atasimama kwa muda fulani afu refa atamfuata ataambia rudi kule. Si unanielewa? Kwa hiyo kwa Simba pia atakuwepo kwenye benchi la ufundi, lakini time yake itakuwa limited kwenye kusimama pale kwenye benchi la ufundi. Mimi simtambui Pantev kama kocha mkuu. Si unanielewa? Simtambui Pantev kama kocha mkuu. Kwa hiyo ukizungumza kuhusiana na performance, kwa maana ya Simba watacheza namna gani, mpaka sasa hivi naiona Simba Matola based. Matola ndiye ambaye atatupa picha halisi ya ile Simba ambayo itakwenda kucheza dhidi ya Nsingizini. Kwa hiyo wasitafute sifa nyingi, kwa sababu inaweza ikawatokea pia puani. Wasitafute sifa, waende wakatengeneze mazingira rafiki ya kupata magoli, waende wakatengeneze mazingira rafiki ya kutengeneza nafasi, washinde mechi yao. Kitakachokuja kuwagharimu ni watakapo trip, kama nilivyokuambia. Tumeona mechi juzi ya kirafiki dhidi ya Al Hilal. Wale Al Hilal ndio kipimo cha mechi za kimataifa. Yani kama uwezi kumfunga Al Hilal, ama kama una uwezo, yani kama unaruhusu mabao mengi dhidi ya Al Hilal, utakutana naye tena yule kwenye michuano ya kimataifa.
Lakini Bula, kwenye mechi za kirafiki si ile mtu anapewa nafasi tu acheze, hakuna kusema kwamba tunataka matokeo ya ushindi? Brother, nani kakwambia mechi za kirafiki watu hawataki matokeo? Kwa sababu kama hutaki matokeo usingekuwa unajifungia unacheza mechi zako mwenyewe tu zile za timu A na timu B. Si ndio? Kwa sababu kama ungekuwa msingi sio kupata matokeo, makocha wasingekuwa wanapanga their best 11 kwenye hizo mechi, na ndio maana zinaitwa mechi za kujipima nguvu. Na ndio maana zinaitwa mechi za kimataifa za kirafiki, na ndio maana zinaitwa mechi za kujipima na maandalizi ya kuelekea kwenye mechi za kimataifa. Al Hilal amekwenda kucheza na Simba kwa ajili ya maandalizi ya mechi zake za kimataifa. Kwa hiyo usizani kwamba eti Al Hilal anaingia kwenye mechi dhidi ya Simba ya kirafiki hatoangalia matokeo. Simba anaingia kwenye mechi ya kimataifa dhidi ya Al Hilal ya kirafiki alafu haangalii matokeo. No, matokeo ndio yatakupa taswira ya kwamba tuna uwezo wa kutengeneza nafasi. Matokeo ndio yatakayokupa taswira ya kwamba tuna uwezo wa kuzitumia nafasi. Ukifungwa itakupa taswira ya kwamba timu yangu mimi huku nyuma imetoboka, ina mashimo. Kwa uwezo ukasema kwamba eti hizi mechi hazikupi taswira ya kwamba tunaweza kuchezaje kwenye mechi za kimataifa. Ukitoboka kwenye mechi za kirafiki, tunategemea pia kwenye kimataifa. Kwanza sisi tutaanzia hapo wachambuzi. Simba inaruhusu sana mabao. Hivi mimi nikikwambia Salum Simba inaruhusu mabao utanikatalia? Wametoka kuruhusu mabao 4 kwenye mechi moja. Kwa mimi nikikwambia Simba wanaruhusu sana mabao, na unaweza ukasema kwamba mechi ya kirafiki tujaribu kufanya evaluation ya kikosi kilichoanza. Rushen Deruk ndio beki ambaye amekuwa anatumika mara kwa mara, alianza kwenye hiyo mechi. Karabue Shamwe kuanzia msimu uliopita, this time around yupo. Beki ambaye hayupo ni yule Abdulrazak ambaye yuko nyumbani tunafahamu. Wilson Nangu ni ingizo jipya, nalo pia lilitumika kwenye hiyo mechi. Kwa hiyo Nangu, Deruk, Karabue Shamo, umemtaja Vidastus Masinde, umetaja yule Kamara Nabi, hao wote walikuwepo. Shomari Kapombe alikuwepo, Anthony Mligo alikuwepo. Unanielewa? Huyu Alassane Kante ambaye nimeona kaachwa. Unanielewa? Kuna taarifa kwamba mwalimu hajavutiwa na performance ya Alassane Kante, na kinachomfanya asivutiwe naye ni uzito wake. Wanakwenda kucheza na timu ambazo nimekwambia wanacheza sana mpira, ni timu ambazo ziko quick. Wasi unazijua timu za South Africa, unazijua timu za Lesotho, unazijua timu za Eswatini, ni timu ambazo ushawahi kumwona Dumbi anavyocheza mpira wa Yanga. Hakupi sekunde 2 kufikiria, ukimpelekea pasi ametoa. Ndizo timu za Eswatini zinavyocheza mpira, ndendende wenyewe wanakuambia. Kwa hiyo kiufupi Bula, kwa kuhitimisha hapo kwa upande wa Simba ni kwamba Simba wanakwenda kukutana na mfupa mgumu sana kutoka Eswatini. Ni mfupa mgumu hapo kwenye sana naweza nisipigie mstari, ila wanakwenda kukutana na mfupa mgumu kwa sababu ni timu ogopa sana brother, timu inayoenjoy kucheza mpira. Yani unaweza ukapata advantage kucheza na timu ambayo inakuruhusu wewe ucheze. Lakini ogopa kucheza na timu ambayo inakufuata muda wote. Ogopa na timu yenye kiburi. Yani timu ambayo inakwambia kabisa mimi nakuweza na kufuata. Si unanielewa? Ndicho kilichotokea kwa Gaboroni. Unanielewa? Kwa hiyo lakini Bula, kwa upande wa meneja mkuu Pantev ambaye umesema kwamba muda wake utakuwa limited pale kwenye benchi, lakini pia atakuwa na nafasi ya kuwasiliana na kocha mkuu ambaye atakuwepo pale kwa maana ya Selemani Matola, na unaiona Simba namna gani baada ya kuwa na mabadiliko ya walimu ya haraka sana ndani ya kipindi kifupi? Brother, mimi sioni Simba namna yoyote chini ya Pantev wala chini ya Suleiman Matola. Matola ameshaka ndani ya Simba for almost 5 to 6 year plus. Huyu Pantev mimi binafsi naamini hakizi, sio mimi binafsi, kiutaratibu ni hakidhi vigezo vya kuwa kocha mkuu kwenye timu yeyote ya Premier League dunia nzima. Sio Tanzania, sio Malawi, sio Kongo, sio Uingereza. Unanielewa? Ili uwe kocha mkuu Uingereza inabidi uwe na CAF, unabidi uwe na ile UEFA Pro license, leseni kubwa kabisa inayotolewa na shirikisho la mpira barani Ulaya, UEFA. Ili uwe kocha Ujerumani, the same applies to hivyo, inabidi uwe na hiyo UEFA Pro license, na nchi nyingine zote zilizo chini ya umoja ule wa Ulaya lazima uwe na UEFA Pro license. Pantev hana, kwa hiyo hawezi kuwa kocha mkuu Ulaya. Kwa Afrika, turudi Afrika, ili uwe kocha mkuu Afrika lazima uwe na leseni kubwa ya Afrika ambayo ni CAF Diploma A,
huyu hana, na muongopea. Ni kweli, si ndio? Kwa hiyo sasa kocha hana leseni ya Ulaya ambayo itamfanya awe kocha mkuu, hana leseni ya Afrika ambayo itamfanya iwe kocha mkuu. How are you supposed to believe kwamba anaweza akaivusha Simba kutoka kwenye stage moja kwenda stage nyingine? Umeamini kitu gani? Pengine Simba wamevutiwa zaidi na mpira wake ambao alionyesha kwenye mechi zao mbili. Kwenye mechi mbili bro, hivi kweli a professional club unaajiri kocha kwenye mechi kwa kuangalia mechi mbili? Sio kitu ambacho unaweza ukakifurahia kama shabiki wa Simba. Historia yake ni kocha wa kawaida, kwa sababu katika kwenye nchi ambazo nitajie. Kwenye nchi gani ambazo zishawahi kuchukua makombe? Botswana ya kwanza. Botswana na Tanzania ukilinganisha ubora ule wa ligi. Hivi Botswana hata kwenye top 10 ya ligi bora Afrika si haipo. Sasa unasemaje huyu ni kocha bora? Sawa bwana Bula, tumalizie na Young Africans ambao nao wamesafiri kuelekea Malawi na tayari wameshafika huko, lakini pia mashabiki pia wamesafiri. Tumeona misafara ya mashabiki kwa basi wamesafiri kwenda nchini Malawi. Unatarajia mechi kuwa namna gani kwa upande wa Young Africans ambao juzi walimuongeza kwenye benchi mwalimu ambaye alikuwa mwalimu wa timu ya taifa ya Malawi? Amekuja kwenye timu yao, anakwenda kucheza dhidi ya timu kutokea huko nchini Malawi. Sasa umeona mambo yanavyofanywa in a systematic way, Salum. Yani unavyofanya jambo kwenye systematic way, utafanya jambo leo. Kwa mfano mimi nitakutambulisha Salum leo, lakini ni research ambayo nimeifanya zaidi ya miezi 3, 4, 5 nyuma. Si unanielewa? Ilishagundulika Young Africans wakifuzu hatua ya kwanza watakutana na timu kutoka Malawi. Si unanielewa? Baada ya kugundulika, by the way, inawezekana ni kitu ambacho kilikuwa kwenye akili zao viongozi, lakini pia imeletwa na kuondoka kwa kocha msaidizi Mano Rodriguez, yes, ambaye ameondoka ghafla. Si unanielewa? Lakini huku katika kuondoka ghafla kwa Mano, uongozi ambao unafanya research ndio unakuja na option sahihi kwa wakati sahihi. Unamchukua kocha ambaye alishawahi kufundisha timu ya taifa ya Malawi, unakwenda kucheza na timu Nsingizini wanahitaji Silver Strikers ya Malawi, timu ambayo huyu kocha anafahamu soka la Malawi. Kwa hiyo hapo kwanza tunapata advantage ya kwanza. Yanga wamemchukua wamemchukua mtu sahihi wakati sahihi. Pili, brother, with all due respect, tukizungumza hapa Tanzania sasa hivi Salum, hata nikikuuliza wewe timu gani ni bora ambayo inaongoza pale kwenye viwango vya Tanzania? Kwenye ranks za CAF au? Kwenye rank za Tanzania. Za Tanzania ni Yanga. Young Africans. Kwa nini? Ndio mabingwa mtawalia miaka 4 mfululizo. Kuna kipindi tulikuwa na Simba katika hiyo sport. Baada ya kuchukua ubingwa wa miaka 4 mfululizo. Kwa huwezi ukawa na timu ambayo inachukua miaka 4 mfululizo ligi ambayo imekupita kwa ubora wewe Malawi, alafu ukaamini kwamba timu hiyo ubingwa utakuja utaishinda wewe. Si unanielewa? Kwa hiyo definitely Yanga ni bora kuliko Silver Strikers. Hicho cha kwanza. Ukibezi kwenye vigezo vya ubora wa ligi yetu, ukibezi kwenye vigezo vya rank za kafu, ukibezi kwenye ubora wa ranks za kindani tu domestically. Yanga amechukua ubingwa wa ligi, amechukua ubingwa wa FA, msimu uliopita alichukua ile muungano, unanielewa? Kama Mapinduzi ingekuwepo pia nina uhakika wangechukua. Si unanielewa? Kwa ukiangalia performance ya Yanga, ukiangalia kwenye rank kwa maana ya takwimu ambayo inathibitisha ubora, Yanga ni bora mara 50,000 ya Silver Strikers. Si unanielewa? Yanga ni bora mara 50,000. Na hii sitii chumvi kwa sababu eti labda Yanga ni timu ambayo inatoka Tanzania kwa unajaribu kuvutia kwetu. Hata kafu wenyewe wanalitambua hilo. Si unanielewa? Na kwa Malawi unajua haipo sana kusini, haipo sana mashariki. Yaani ipo kati na kati, ndio maana hata pia sisi tunashare nao baadhi ya vyanzo vya utalii. Kuna ziwa sisi tuko nalo, ziwa Nyasa tunashare nao. Wanatumia bandari yetu pia. Si unanielewa Salumu? You are too good. Nipe 5 kwanza. Unanielewa? Kwa hiyo Malawi sio timu ambayo inatokea sana kusini. Kusema kwamba ni timu ambayo inaweza ikatoa changamoto ule mpira wa kusini ule wa kucheza sana. Sio timu ya kusini. Malawi ni timu ambayo ni taifa ambalo lina mchanganyiko wa umashariki na kusini, lilipo kati na kati, yani halijulikani hata identity yake, na sio taifa kubwa sana kimpira. Unanielewa? Kwa hiyo naamini simply Yanga wana nafasi kubwa sana ya kuweza kufanya vizuri, na
tutaenda kwenye ile trend ya Yanga kwenye hatua za awali 5-5 4-4 kama ambazo walipigwa kina Asasi Djibouti wale na kina wale wakina nani Sibamako, wale wengine kutokea Burundi wale wakina Igonoa, ndipo ambapo Yanga wataseti standard yao humo kwenye kucheza na hawa Silvers. Bwana, huyo ni Omar Bula akimaliza hivyo, na amezipa nafasi timu zote za Tanzania kufuzu kwenda hatua inayofuata, na hii itakuwa ni historia kubwa kwa nchi yetu ya Tanzania kwa timu zote 4 kufuzu kwenda hatua ya makundi kwa msimu wa kimashindano wa CAF. Bwana Bula, hebu zungumza.